Haya, nataka uniambie kilichokufanya utoe miguu yako hii kwenda kwa mama yako mzazi na kumwambia mimi na kunyanyasa wewe ni kipi? Mke wangu, mimi sijatoka hapa kwenda kwa mama. Na kama kawaida nikitoka hapa kwenda kwa mama lazima nikupe taarifa. Amejuaje? Yanaendelea hapa yote anayajua. Na ameniita amesema umeenda kumwambia kwamba mimi nakutesa. Kwani mimi nakutesa, mimi napenda? Si mwanao mwenyewe ndo anataka hivyo. Nipe talaka yangu niondoke sasa, mradi uwe huru. Nipe niondoke. Hivi mwanao una akili kweli wewe? Binti yangu. Tatizo nini mama? Bwana tulishaongea mimi na wewe. Amekukwaza tena? Hebu jikaze kidogo. Najua unapitia magumu kutokana na hali yako. Lakini hasira za kila siku hazikupendezi. Unaweza kuleta mapesha bure. Sawa mamangu. Alafu mfikirie na wewe mtoto wako. Kwa sababu anasikia kila kitu. Ataona ujio wake ndio unaleta matatizo ndani ya nyumba. Umenielewa sijui? Jikaze japo kidogo. Najua unapitia magumu. Hiyo hali ni ngumu kuivumilia. Ukichangia na wewe ndio uzazi wako wa kwanza. Lakini inabidi ujikaze kidogo. Nitamtia unyonge huyo mtoto sasa. Alafu kingine, magomvi ya kila siku yanaziba riziki ndani ya nyumba. Umeelewa? Naomba maji pale. Haya, mnaendeleaje baba? Salama baba. Karibu sana. Chat. Safari ya wapi? Mbona kama unaniata? Mama, mama, mimi nimekaa nimefikiria. Nikaona kwamba kwa umri wangu niliofikia na maisha ambayo naishi sasa hivi sio sawa. Kwa hiyo nikaona bora nitoke hapo nyumbani, niende nikapambane, nikatafute pesa yangu mwenyewe. Kwa sababu kila siku wewe unanihudumia mimi kuvaa, kula na maisha yangu yote yanaongozwa na wewe. Kwa hiyo imefikia wakati sasa na mimi nikujitafutia mwenyewe. Ili mali ta wewe mwenyewe uwe proud na mwanao. Sasa hiyo maisha yanaenda kutafutwa bila ya kuaga kwa kutoroka. Nilitaka nikusurprise. Nitaka nikienda huko sasa nikishajipata nirudi hapa nikiwa na mafanikio kama surprise. Nilifikiri labda ni wazo zuri. Hivyo mtoto ana akili gani? Unahisi ukitoroka mimi nitakuwa na amani huko nyumbani? Unaondokaje bila mzazi wako kujua wapi unakoenda? Au unataka niwe nahangaika tu kukutafuta wewe? Hapo kweli nimekosea mama. Naomba unisamehe. Sasa walizua kienda kutafuta maisha na wale wazazi wao. Ili mzazi wako akupe baraka. Huko unakwenda kutafuta maisha bila baraka zangu utafanikiwa? Haya, mimi nakutakia kila la heri. Kama pale ndio kutafuta maisha basi Mwenyezi Mungu atakusimamia kafanikiwa. Kuhusu muziki vipi? Kuhusu muziki bwana, mimi naona kama vile bado nisubiri kwanza. Kwa sababu sasa hivi mafanikio ninayopata ni kupewa tu hongera. Sipati pesa, sipati show, sipati chochote. Lakini naamini nikienda kwa nikapambana nikapata hela, nikawekeza kwenye muziki, basi nitatoboa tu. Kuliko sasa hivi mafanikio makubwa ni hongera tu, unajua, makofi basi. Mimi nikishapata hela, lazima nitafanikiwa kwenye muziki wangu. Haya, Mungu akutangulie. Asante mama. Nifike salama. Sitokuangusha. Umeona bwana mchumba, mimi ninachotaka ni kubadilisha maisha yako. Nikiri hapa inabidi tuniseme ukweli, kwa sababu ukitaka kitu inabidi uzungumze ukweli. Kwa sababu uongo ni neno dogo, lakini ukiongopa unapata dhambi. Dori ana ukimwi, lakini kiuhalisia na hisia, mtu akiwa anapenda wanawake wengi, hii mwanamke huyu anamtaka, mwanamke huyu anamtaka, huyo mtu kupata ukimwi ni rahisi. Alafu mimi sitopenda mdada mzuri kama wewe ukapata ukimwi, na hata kama ikikosekana ukimwi utapata gonolea. Mdada kama wewe mzuri ukapata gonolea, dhambi. Kwa ndo maana nikakukinga kukwambia kwamba achana naye, sio mwanaume sahihi. Siwezi kukwambia achana naye, lakini natumia action, yani vitendo, ili ugundue kwamba yule sio mwanaume sahihi. Sasa kama ni mtu ana wanawake wengi na hawezi kuzungumza, au wanawake kawapateje? Si mimi ndo nampa njia, kwa sababu mimi nimezaliwa na kitabu cha kuweza kuzungumza na mtu akanielewa.
hususani mwanamke. Mimi nikizungumza na mwanamke ananielewa. Hiyo karma ninayo, nashukuru. Sina pesa tu, lakini karma ya kuzungumza na mwanamke akanielewa ninayo. Kwa hiyo karma siitumii mimi, nampa Duli aitumie. Mimi sio mtu wa wanawake. Kwa hiyo hiki ambacho ninacho nampa Duli anakitumia. Yule Duli anapenda wanawake. Ni mtu wa wanawake, ila kuzungumza tantalila hawezi. Kwa hiyo kitu hicho nakimwambukiza yeye, anafanikiwa. Nikubalie mchumba. Au naona nitaka. Sasa mama, wewe uelewi tu hata tunazungumza kama mimi nakutaka. Yaani nakutaka na kuhitaji kila kitu. Kwa hiyo unamtaka mama mtu kumbe. Mama yako mtu nani hapa? Unamwelewa huyu? Unamwelewa huyu? We koma. Mpenzi wangu yule pale. Ana ukimwi yule? Mimwe daktari, kwa hiyo nitautibu. Ndio tunataka. Habari. Nimefeli. Aisha, unajua kuna muda mtu inabidi ufanye maamuzi magumu. Inabidi ufanye maamuzi ambayo ni ya kujenga na sio kubomoa. Mimi nimekaa nimefikiria. Nimeona kabisa nikisubiri mpaka mtoto azaliwe, atakutana na baba ambaye sio baba bora. Atakutana na baba ambaye hawezi kumhudumia mwanae. Kwa hiyo nimeona njia sahihi ni kwenda kumtafutia wewe mtoto. Niondoke hapa, niende huko nikapambane kama mwanaume. Ili nikirudi niwe na guts za kujiita baba. Lakini sasa hivi sidhani kama na deserve kuwa na mtoto. Yaani usiende kupambana siku zote hizo wala kwenda kutafuta siku zote. Umeona mimi nimefikia hatua hiyo, ipo ukatafute tu ukapambane. Hiyo hata haiwezekani. Naomba tu ukae hapa tuvumiliane, mzigo ni ushike tukiwa wote, kwa sababu wewe ndio baba. Si umenielewa? Sasa Aisha, unajua kuna vitu vingine havitaki ubishi. Kuna vitu vingine ambavyo vinataka nawe pia ufikirie kwa umakini, yaani utumie akili. Haya, nikiendelea kubaki hapa, uone kama ni hatari kwako, kwangu na kwa mtoto pia. Hivi uone kwamba itakuwa rahisi kakangu mimi kujua kwamba mimi ni ya kwangu? Kwa sababu muda wote nipo hapa na wewe utashindwa kuficha hisia zako. Lazima tu utajua. Kwa acha mimi niende mbali, ili likitokea jambo lolote basi likute mimi nikiwa mbali na nikiwa najitafuta. Hata nikiwa mbali baba akuelewa mimba yupo, kwa sababu mpaka muda huu kakangu anaamini kwamba mimba ni ya kwake, japokuwa sio ya kwake. Kwa mimi naamini ataihudumia tu hiyo. Unaongea kirahisi rahisi tu. Ungekuwa ungeweza. Wewe nishakwambia hivyo, kama unataka kuondoka tuondokee wote. Lakini mimi hapa sibaki peke yangu. Na wala usiniache peke yangu. Unataka kubaki tubaki wote, unataka kuondoka twende wote. Si umenielewa? Unajua kama kuna vitu vingine vitaki ubishi. Kuna vitu vingine vya kutumia tu akili kuamua basi. Sio tubishane kama watu wadogo. Mimi naenda. Na kitakachotokea huko nyuma utakuwa utanipa taarifa. Wewe mtunze mwana. Yaani wewe bwana, shida yako unazingua. Na siku itabidi tukue, sisi tushakuwa watu wazima. Mwanamke wangu mimi abaki kuwa wangu, wako abaki kuwa wako. Lakini shida yako unakuja unaniharibia. Mji, halafu mji una watu. Halafu watu wenyewe wako wachache. Katika hao wachache, mimi ni miongoni mwa hao wachache. Mimi nakuelekeza namna ya kumtongoza mwanamke. Anajaa kwenye mfumo kupitia mifumo yangu mimi. Alafu mbaya zaidi, baada wewe kuelekezwa unavimba. Yaani unanivimbia. Sasa mimi unanivimbia na kuachaje? Unataka mimi nyamazi. Sasa ndo pale ambaye kakuelekeza namna ya kupata mwanamke anakuonyesha kwamba namna ya kukosa mwanamke ipoje. Ndio kile nilichokifanya. Yaani pale yenyewe nimekufanyia kidogo ile kukupa ukimwi. Mimi ningekupa ugonjwa au ukimwi unasubiri. Yaani nikwambie kitu kimoja, mimi sio kwamba nimevimba. Sawa, nimekubali wewe mwalimu wangu, lakini njia zako ulizonipa mimi nimefanya zile zile. Cha kushangaza mtoto ule pale nimeopoa. Kengera mtoto lina bonge la shepu. Nilifaiti.
siku ile nilifaidi, siku ya pili kaja kuniharibia. Ana ukimwi ulinipa wewe. Wewe utajua wewe ukimwi nimekupa mimi, sijakupa mimi. Mimi ninachojua wewe una ukimwi kupitia mazingira yale. Lakini kama ungekuwa na heshima, ungekuwa unaniheshimu, mwalimu wako niliyekuelekeza vitu, niliyekuelekeza njia, niliyekuelekeza namna nzuri ya kuonekana mwanaume mbele ya wanawake, mimi na wewe tungekuwa tunaenda sawa. Na ndivyo ilivyo. Vijana wa siku hizi wengi mkifanikiwa mnasahau mlipotoka. Sasa kitendo cha wewe kusahau ulipotoka, ndipo pale palipotoka panakuonyesha palipotoka palikuaje. Ndio maana nikafanya vile, kwa sababu wewe mwenyewe umenifanyia makosa. Wewe unagombana na Mzalamu katika mji wake, wewe unategemea nini? Haya, pale si umeniharibia, ila kwa swaga zako zile zile nenda ukamata goma lingine na zuri zaidi ya lile. Lile si jeusi, sasa hivi nachukua jeupe. Alafu naoa. Sasa kwenye ndoa yangu wewe mwandazi. Nataka nikuonyeshe, kwa sababu nahisi mwili wangu unahitaji faraja, unahitaji mwanamke. Na kwa sababu mimi ndo mwenye mji, ila wacha nivimbe. Ngoja niende kwa mchumba. Bwana wewe, hapo mwenyewe unavimba kama chula. Mimi kuvimba muhimu. Kwanza mimi ndo mwenye mji wa Dar es Salaam, kwa hiyo kuvimba katika mji wangu sio shida. Mimi nakutana na watoto wazuri, wachumba wazuri. Mimi ndo mwalimu wa maneno, kuzungumza na kuelewa. Wewe endelea kubunga hapo, kula upepo. Watu wanakula mademo, wanakula upepo. Mtu wenyewe anaonekana kabisa hata Christmas moja hujamaliza. Gari halijafika stendi. Kwa hiyo ula msamba mbelenya la mama mafuta. Unanitisha. Haya, ngoja uone sasa mwaka unaofanya matusi. Mimi nina lazi. Lisha binti yangu, umenikwaza sana na nimeumia sana. Kwa nini usiseme muda wote tangu ujauzito sio mumeo? Familia moja. Wewe uliona wapi ya mambo? Unataka wao wasiuguzane, wasisaidiane? Kwa nini umefanya hivyo? Alafu mbaya zaidi ukaendelea kunyamaza siku zote mzee anapambana na wewe, akijua yeye ndo baba huyo mtoto. Kiukweli umekosea sana. Alinikataza nisiseme. Kuona bora nyamazi. Ungemwambia ukweli ili akajua. Wewe ni mwanamke. Ili hilo lifanye. Haujisikii vibaya? Babangu, mimi sina cha kusema katika hili. Maamuzi yote unayo wewe mwenyewe. Ila nakuomba sana mwanangu, fanya maamuzi yaliyo sahihi. Usilete shida, usitumie hasira sana yakatokea mambo mengine au kaishia pabaya. Na mimi naona mpaka sasa hivi ndio Aisha abaki hapa. Hata hicho kiumbe alichokibeba kinatuhusu sisi sote. Ni damu yetu na ni mjukuu wangu, pia siwezi kumtoka. Sawa. Mimi nimekuelewa. Ni kweli itabidi abaki hapa. Nisije nikaondoka naye nikafanya maamuzi mabaya ambapo baadaye nikaja nikayajutia. Kwa sababu mimi pia ni binadamu. Naumia. Najua unaumia sana. Lakini mwisho wa siku kila kitu kilichotokea ndicho kinatokea. Inabidi ukubaliane na ukweli. Jitahidi uvumilie. Wewe ni mwanamume. Aisha, sio kila mwanamume anaweza kukubali kitu ambacho umekifanya. Kwanza kitendo cha kufika hapa ukiwa mzima, mimi namshukuru sana mwanangu. Saizi ningepata matokeo mengine. Yaani ujifunze kutokana na hili. Sio kwa hawa, hata huko unapoenda. Jitahidi sana kuwa mwanamke mwenye misimamo, mwanamke mwenye ustaarabu. Nilikupenda sana binti yangu, lakini bado nakupenda pia. Lizonga, yani kunitoa hapa tena kwenda kufanya kazi ya sungusungu mitaani sihitaji. Yani namaanisha kwamba sitaki kwenda kokote, nimegaili hiyo kazi. Ni kazi gani hiyo? Kazi haina maslahi hata kidogo. Yani watu napitia watu wakuishi wa sitaki. Bigi, nisikilize.
Alafu usitumie akili tu kunisikiliza, tumia masikio yako, tumia akili yako, tumia na ubongo kwa hiki nachoongea. Bigi, tunaachaje kazi Yaani tunaacha vipi kazi? Alafu nisikilize Bigi, ujue hela za watu tushakula, kwa hiyo inabidi tufanye kazi. Sungusungu sio kazi ya kuiacha, kazi yenye faida. Sasa unaiachaje tu from nowhere? Oh, mimi sitaki kazi. Hivi hata wale ambao washatoa hela zao wanatuelewa vipi sasa Kuna watu wametoa hela, kuna watu hawajatoa hela. Sasa wale ambao wametoa hela, sisi wanafikia sio tunaona kama wezi. Swala la kuacha kazi hapa hakuna, inabidi tufanye kazi. Lizonga, yani katika biashara unajua kuna hasara na faida. Sasa wao waliotoa hela kama kijua kama mpata hasara tu. Na sio kunitoa hapa mimi kwenda kufanya kazi. Siwezi kwenda, yani sitaki. Sitaki. Bigi, nielewe, nisikilize vizuri kabisa. Mimi ndo nilikutafutia kazi, alafu wewe unataka niache kazi. Hivi unajua kuna ugumu gani kupata kazi? Bigi, nisikilize kitu kimoja. Ukiona nimeacha kazi, basi jua kabisa ushanitafutia kazi. Ila endapo sitopata kazi, basi mimi nitakuwa na kazi na wewe. Hiyo hela nilokupa mwanzo uliona tamu. Alafu sasa hivi unasemaje unaacha kazi? Bwana nisikilize. Hiyo kazi tutafanya mpaka ile za watu ziishi. Alafu kitu ambacho kijui, ile hela tuliochukua ni ya miezi miwili. Tumeshafanya kazi mwezi mmoja. Kwa hiyo tunadaiwa mwezi mmoja. Tumalize kazi ndio tuambie watu watutaki kazi. Unataka kuniambia kwamba ile hela ambayo umenipa mimi na miezi miwili? Ndugu yangu, hivi mbona unakuwa mtata sana? Yaani pesa shilingi 60,000 na mwezi, miezi miwili ni 120,000, unakuja kunipea 15,000 unaambia miezi miwili. Na kuheshimu, naomba tuheshimiane. Heshima ifuate mkondo wake. Sawa. Kama umekula pesa ya watu, maliza mwenyewe tatizo hili. Lakini kuniambia mimi nende huko, siwezi. Kwa sababu ndugu yangu, wewe mwenyewe shahidi kazi za usiku. Huu mwili wote huu, wewe mwenyewe ulikuwa shahidi. Nimekimbia. Tena nimekimbia kweli, nafukuzwa. Kuna mtu tulikuwa tunamkimbiza kule. Tumemkimbiza mpaka nikatena suruali. Unaona? Kisa sitaki bwana. Usiniambie bado chochote kile. Sitaki. Sasa iwe au kazi tutafanya. Naondoka Bigi. Baadaye nakupitia tunaingia mzigoni kama kawa. Alafu sikia, tabia kuniambia utanipitia sihitaji. Wewe niambie nitakuja kukuchukua. Sio kunipitia. Wewe unaweza kunipitia mimi? Basi sawa, haina shida. Baadaye nitakuja kukuchukua. Kazi za sungusungu hizi jamani. Sijui nani alianzisha kazi hizi. Mimi ndo naenda. Bado unanipenda mimi? Najua ni ngumu kunijibu, lakini tambua ninakupenda sana. Na haiwezi ikabadilika kurudi kama zamani. Wewe nenda. Kesho nitakuletea taraka zako.